Amini kabisa kwamba ni nguvu mpya ambayo inakuja sasa kwa wingi kabisa ili kuifanya hiyo kazi ya kulijenga kanisa, sio tu hili la hapa katika parokia yetu hii tarajiwa, bali katika dekania yetu ya hapa Urambo, baadaye katika jimbo letu kuu la Tabora, taifa na kanisa la kiulimwengu. Sababu yeyote yule ambaye akiongozwa na nguvu huyo Roho Mtakatifu ambaye mtampokea leo, akampokea na akawa tayari kuongozwa naye, kumekuja kushiriki katika kazi hiyo ya kitume ambayo sote tunapelekwa ili tukaifanye ya kukomboa ulimwengu, basi anashiriki katika uinjilishaji na anashiriki katika kazi hiyo ya kukomboa si eneo dogo, bali kukomboa ulimwengu wote. Leo tunaifanya sherehe hii tukiadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Cecilia shahidi. Huyu Mtakatifu Cecilia ambaye aliishi kwenye karne zile za mwanzoni, karne ya kwanza ya pili, ndio tu hao ambao walikuwa wameamua kumfuata Kristo walikuwa wameanza sasa kukiri hiyo imani yao katika huyo aliyempenda, wakiongozwa na nguvu huyo Roho, na akapenda waachane na hayo ya kusukumwa na kuongozwa na mwili. Hilo tulosikia katika somo la kwanza kutoka katika waraka huo wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 hiyo. Hizo haya nzuri sana ambazo kipenda baadaye unaweza kusoma kuanzia hiyo aya ya 16 sura ya 5 hiyo ya barua kwa Wagalatia ya Paulo, aya ya 16 mpaka ya 26, zote zinaeleza, zinakuonesha jinsi nguvu huyo Roho Mtakatifu anayofanya, na hasa baadaye kwa wale watakayempokea na kaishi kadiri ya maelekezo yake, watakapokuja sasa usurubisha huo mwili ambao ni kinyume kabisa. Sababu vitu viwili vinapigana hapa, mwili na tamaa zake, mwili na nguvu zake potovu pigana na hiyo nguvu Roho. Kawaida nguvu Roho baadaye atashinda. Mtakatifu Cecilia ambaye leo tunamkumbuka, tunapenda au ni mfano wa pekee wa wale ambao waliongozwa na nguvu huyo Roho na kashinda hiyo nguvu ya mwili. Akiwa anashawishiwa aende kuolewa, lakini hakukubali. Yeye alishampata mchumba wake ambaye ni Kristo, na akapenda kwamba iwe hiyo nguvu ya mwili, hizo tamaa za mwili, na ajitolee kwa Kristo huyo, na ikawa hivyo mpaka akaja kuyamaliza maisha yake kwa kukatwa kichwa. Akawa shahidi, lakini hakupenda lazimishwe kuyaenda kuyafuata haya ya mwili, bali afuate hilo ambalo alishaamua la kujiunganisha na Mungu wake huyo Kristo aliyempenda zaidi ya mambo yote. Hao wenye tamaa, huyo Barelio ambaye ni alijifanya mchumba wake, akataka basi na huyo alazimishwe akubali, lakini haikuwa hivyo. Akafikiri ameshinda, lakini hakuwa ameshinda. Huyo aliyeshinda kwa nguvu ya huyo Roho, akashinda hizo tamaa za mwili, akawa ndio ameushinda uovu wa huyo mtu ambaye kwa wote tamaa yake hiyo haikuwa tu kwake. Huyu inawezekana alikuwa na tamaa hiyo ya mwili ambaye ilimpeleka hata kwingine na ikamfanya awe hivyo na uchungu, kwa sababu amekikosa kile alichokitafuta ambacho hakukipata kwa wema. Hakuwa ametaka kupata kwa wema, ni kwa sababu ya tamaa mbaya. Ndugu zangu, Mtakatifu Cecilia huyo tunaomba atuombee na sisi katika ulimwengu huu ambao umegubikwa na vishawishi vingi, tamaa
pamoja na hayo mengine mengi ambayo nasema ni matendo ya mwili ambayo hatuletei furaha kama inavyokuwa yale ambayo yakifanyika ya matunda ya Roho yanavyofanya. Nasema matunda ya Roho kama tulivyosikia katika hiyo sehemu ya waraka huo wa Paulo mtume kwa Galatia, yale matunda ya Roho ndio ya upendo. Upendo wa kweli, sio wa uongo, sio wa nje. Sio upendo kwa sababu ya tamaa fulani, hapana. Upendo wa kweli ambao utakulazimisha wewe uwe tayari hata kujitolea sadaka, kwa tayari kuyakataa yale ambayo sasa kutakuwa ni kinyume cha huo upendo wa kweli unaokuja kutokana na matunda hayo ya Roho, ambaye atakupeleka hata katika uvumilivu. Hilo ni tunda vile vile la nguvu huyo Roho Mtakatifu, uvumilivu, kiasi. Kuna mambo mengine tungelipenda tuyatumie tuyapate, lakini mengine sio lazima tuyapate, au kama tukiyapata tukiyapata kwa kiasi. Utulivu, hayo yote ni matunda ya nguvu huyo Roho. Hawa wanaopatanisha, wanaokuwa tayari kupatanisha, hayo ni matunda ya nguvu huyo Roho. Na mengine mengi ambayo yamesemwa, ambayo unaona yote yanakuja kuleta furaha. Sema tunda la nguvu huyo Roho ni furaha ambayo tutakuja kuipata. Tunakuwa na furaha tunapokuwa na nguvu huyo Roho. Mungu anapoingia katika maisha yetu, Mungu Roho Mtakatifu akatuongoza. Na hayo tunayakuta katika hayo mafundisho ambayo tunakumbushwa kila wakati na mama kanisa. Za nguvu huyo Roho Mtakatifu anafanya kazi katika kanisa letu hili kwa namna ambayo sisi hatuijui, lakini yupo anafanya kazi. Yale yote ambayo tutaambiwa tuyafanye kwa sababu yanakuja kuleta amani, na hilo ni tunda la Roho, yanayokuja kuleta maelewano. Matunda hayo ya Roho Mtakatifu yanasemwa katika kanisa letu, yanasema vile vile hata na watu wengine wenye mapenzi mema. Mungu anafanya kazi kwa namna mbalimbali ambazo sisi hatuzijui. Hata kupitia kwa mpagani Mungu yuko anafanya kazi. Kupitia kwa yule ambaye ungelimuona kwamba ni waovyo, lakini kama atakubali akayaona hata hayo ambayo ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi katika huyo, basi Mungu yuko anafanya kazi. Lakini sisi kwetu kama kanisa, hayo ambayo yote tunasema ni matunda ya Roho yanafundishwa na hili kanisa letu. Hatufundishi kinyume chake sisi. Na tunapenda yaendelee hayo sasa, yaje kutuletea hiyo furaha tunayotaka, yaje kuletea amani hiyo tunayotaka, yaje kutuletea hata mengine kama hiyo haki tunazosema. Ni matunda hayo yote ya nguvu Roho Mtakatifu. Matatizo tunayoyapata leo, ambayo tumeyapata hata sisi juzi hapa, nakumbuka tangu tarehe 29 mwezi wa 10, matatizo tumekuwa nayo hayo. Sitaki kuyarudia, yamesemwa na mnayafuata na yanaendelea. Sisi kama Wakristo, au kila mtu yeyote yule atakayekuwa naamini katika hilo la nguvu Roho Mtakatifu, ajue kabisa kwamba haya yanayofanyika hivi akija kutuletea si furaha, si amani, si mapatanisho, ni mambo ambayo yanaongozwa na nguvu huyo mwili kwa namna moja au nyingine. Kumbe sisi, hiyo ni imani yetu. Kila anayeamini tunapenda kwamba sisi tuongozwe sasa na nguvu huyo Roho Mtakatifu, ambaye atatufanya tutende kinyume cha hayo ambayo yanakuja sasa yakisukumwa na nguvu huo mwili, yanakuja kuleta madhara, yanakuja kutuondoa katika furaha hiyo ambayo tunakuwa nayo kila siku. Inawezekana tukasahau au tukajisahau, tukajisahau au tukashindwa kuyafanya hayo ambayo kesho kutwa yataleta sasa huo utulivu, yataleta kesho hiyo amani, yataleta kesho huo upendo ambao hauna ubaguzi, unaokwenda kokote kule, ili mradi tu unajua kwamba ndio hicho anachotaka Mungu. Mungu akutukomboa sisi katika kuchagua ni mkomboe nani, ni mwache nani. Hapana. Tunafundishwa na tunaamini hicho, na ndio imani yetu kwamba anatupenda sote. Anawapenda wote ambao aliwaumba, ni wana wake. Hiyo ni imani yetu. Kumbe hilo ambalo tunakuwa tunataka liwepo ni kwa wote, tulipate sote. Kama ni Tanzania, ni kwa Tanzania wote.
Kama ni hapa Kalemera, ni kwa kila mmoja anaishi hapa Kalemera. Kama ni Urambo yote, Urambo yote. Kama ni jimbo letu kula Tabora, ni sote tupate hiyo furaha, tupate hiyo amani wote. Na kama ni mkoa wote tuyapate hapo. Sasa tukasahau au tukashindwa, leo somo la pili hilo kutoka katika Injili ya Yohana linatukumbusha tumkimbilie huyo nguvu Roho Mtakatifu, tumuombe. Kumbe tunaalikwa tusali kwa ajili ya hayo matunda ya Roho Mtakatifu yaje. Lakini yatakuja iwapo tutajishusha, tutajinyenyekeza na tukawa tayari kusikiliza hizo nguvu, kusikiliza hiyo sauti ya Roho Mtakatifu inayokuja. Amesema wazi huyo mwinjili Yohane kwamba Yesu Kristo alipokuwa anawaahidi mitume wake katika sura ya 14 yote hiyo, ni huyo nguvu Roho Mtakatifu anayokuja, huyo msaidizi ambaye Kristo mwenyewe aliahidi na alikuja na amekaa. Na ndio maana kanisa bado lipo mpaka leo, linapambana kwa ajili ya hayo mazuri ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliyafundisha. Alisema kwamba huyu atakapokuja atawafundisha na kuwakumbusha yale ambayo niliyasema. Naona kumbe sasa sisi kazi tunayokuwa nayo, inawezekana leo kesho wewe mimi tukasahau. Inabidi tujishushe, tukasali, piga magoti, muombe huyo nguvu Roho Mtakatifu ambaye tuliahidiwa anayekuja atusaidie sasa, atuelekeze, atuoneshe ni njia ipi tunapaswa kuifuata, ni matendo yapi tunapaswa kuyatenda, yale ambayo yote yatatuletea hiyo furaha, huo upendo uonekane katika matendo yetu. Lakini kwa sababu amekuja huyo nguvu Roho Mtakatifu sasa ambaye tulikuwa labda tumemsahau, atukumkimbilia, anakuja na kanasi, anatukumbusha sasa, wewe hayo unayofanya si mazuri, wewe haya ambayo unataka uyafanye na yule mwingine au mshawishi yule mwingine akayafanye si mazuri. Kama ni kwenda kubomoa nyumba fulani, kama ni kwenda kumuua mtu fulani, kama ni kwenda kuharibu labda shamba la mtu fulani, nasema hayo si mazuri. Muombe nguvu Roho Mtakatifu huyo, na atakuja na atakwambia sasa ili liache kufuata. Hili litatokana na ule kujipokea, ukakubali kwamba haya yanayofanyika au nayafanya mimi au nayafanya yule, tunayafanya sisi kama kikundi si mazuri. Twende sasa tumsikilize huyo nguvu Roho Mtakatifu. Sisi waamini, sisi tunaamini katika huyo nguvu, hakika na kuhakikishia atatusaidia na atatuongoza. Na kama tulikuwa tumepanga kitu fulani labda kifanyike katika ubaya ambao si tunda, tukisukumwa na nguvu huyo mwili ambao anaenda kuleta hayo madhara, na hakika kwa nguvu huyo Roho Mtakatifu ambaye anakuja kutukumbusha sasa yale ambayo Kristo mwenyewe aliyasema na akafundisha, atatusaidia na atatuepusha na hayo mabaya. Hilo ndio tuwaombee hawa vijana 206 ambao waenda kupatia sasa sakramenti ya kipaimara. Tuombe waongozwe na nguvu huyo Roho Mtakatifu, na pale watakaposhindwa wapige magoti, wajifungie kwenye chumba, wakasali, wampate huyo nguvu Roho Mtakatifu aje kuwaongoza na kuonesha njia hiyo ambayo kwayo kwa matendo atakayofanya yatakuwa ni matendo ya kuja kukomboa ulimwengu, kuyakomboa hayo mazingira atakamokuwa, na kwa namna hiyo kuleta hayo mabadiliko ya maisha na mabadiliko ambayo yanatutoa katika mabaya kutuingiza katika mema. Hiyo ndio sala yetu kubwa sana ambayo tunaombea hawa vijana ambao leo watapokea sakramenti hii ya kipaimara. Na tunapoombea wao, na sisi tujiombee. Inawezekana hapa na pale na sisi tumeyasahau hayo mafundisho ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyaweka wazi, hayo mafundisho yaliyojaa hilo la sauti ya upendo, hilo la sauti ya umoja, undugu, kama Baba na mimi tulivyo moja na nyinyi pamoja. Hayo ndio anafundisha Kristo. Sasa tukayasahau hayo, tukaanza kwenda kwenye upendo wa ubinafsi, kikundi fulani, tutoke huko sasa atukumbushe. Kama ni mapendo haya anasema nibaki peke yangu mimi. Mapendo ambayo hakupeleki katika uvumilivu, hakupeleki katika kupatana na wenzako, akukumbushe tena na tukumbushe wote kwa pamoja. Na namna hiyo basi tutakuwa tunapenda tuongozwe na nguvu huyo Roho Mtakatifu ambaye atatutoa katika utumwa huu wa mwili, na kwa namna hiyo tutakuwa tumejifia
au tutakuwa tumejitoa sadaka, na kwa kujitoa sadaka tutakuwa tumeungana na Kristo, tutakuwa tumempenda Kristo, na tukampenda Kristo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tutashiriki katika kukomboa ulimwengu, kukomboa maeneo yetu, mazingira yetu na moishi, na hivyo Mungu atatukuka na kweli furaha itaonekana ya utukufu wake katika ulimwengu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.